Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Yes. Karibu. Mchana wa leo tukazungumza kwa pamoja. Tukanene kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo aketie mahali pa juu zaidi. Nimewamiss. Niambie tu nakupata ukiwa wapi? Niambie tu uko wapi? Mchana wa leo. Tag tu mtu, mwambie aingie katika nyumba. Tukale chakula cha mchana pamoja katika jina la Yesu Kristo. Oh my God, leo kumekuwa na baridi nyingine ya ajabu. Sijui kuna wengine bado wamelala, wengine wako kazini, wengine wako na shughuli tofauti. Niambie tu unanipata tu wapi? Alika tu mtu, mwambie akuje tukaweze kunena pamoja. Leo nataka tukazungumze kwa pamoja. Sasa tuingie tuzungumze. Ningependa tu tuabudu tu kwa pamoja. Hallelujah. Kwa kutanembo kunikila ngoya kwa Nawali uyu watayo yete kwa kumia yo Nukame waku Nawali watayo Noka kwa ku Yesu Masiata tangu dhaide. Ninamaanisha naja mbele zako mfalme na moyo wa kunyenyekea na wimbo wa shukurani ili nikakuabudu mchana wa leo. Wewe tu imba tu. Unjapotazama moyo wangu Bwana na kuona ukiwa na ninaomba msamaha. Ninaomba kukubalika na wewe, ninaomba kujazwa na wewe katika jina la Yesu. Ninaomba ukamkumbuke mtazamaji, ninaomba ukakumbuke atakayesikia neno hili mchana wa leo. Tunakuletea nafsi zetu kama sadaka mbele zako mchana wa leo. Oh my God, you are worthy. Mbewaku Yesu. Koma na nangoya kwa mwihai. Nunduni endangu dhaide. Mokoni maku. Nenga vinya mwihai. Mbususi na vinya waku. Noka Komana nangoya kwa mwiya inondo nienda kudhaidha. Nenda kunena na kumuthenya womu ndi mwiya. Komana nangoya kwa ngai mokone maku nigo namiya. Nikenda kudhaidha mutangi wa Israeli. Ninakudhaidha. Hakuna kama wewe Bwana. Ni asante kwa kuwa wastahili mchana wa leo. Ninaomba ukakubali ibada yetu tutakao kuletea. Kwa kuwa wewe ni mwaminifu kwa jina la Yesu. Tumekusanyika, wengine wananitazama. Mioyo yao inatamani kusikia kutoka kwako. Bwana ninanyenyekea kwako mchana wa leo. Nena nasi tunakusikiza radhi. Nena na mioyo yetu tunakusikiza. Tumeacha vyote tuje tukusikize. Katika jina la Yesu Kristo. Ninasema wewe ni mkuu zaidi. Utakatifu wako nguzo. Utakatifu wako wewe ukafananisha na kitu. Oh, ninakupenda Baba. Waseshe na wale wanaanguka mbele zako. Waseshe na wale wanaanguka wakikupa ibada. Nasi mchana wa leo tunanyenyekea kwako. Tunaomba tukakupe ibada mchana wa leo. Ukaikubali ukakutane nasi katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana ninakutamani tu, nena nami. Tumia miungu elinana na shumeinya sidhayu
sivaluka mbewa kumwia machasi ya mudheuka hey mwambie Bwana hadi wote yo noka kwaku Yesu masiata tangu raide noka mbewa ku mwambie Bwana tu. Huenda ikawa usikii lugha yenyewe, lakini neema inatosha. Thank you Jesus. Niinulie tu mkono, niambie tu mahali upo, niambie kama unanipata sawa. Siku ya leo ni siku ya kipekee, tutakaoenda kusikiza na kutazama who is your friend, who is your friend in this time of salvation, who is your friend. I am coming to tell you something about your friend and who is your friend. Prepare your heart. Yeah. Ngikuna mambe wako munenge uvaidhi wako Yesu ikwita mudheu wako tewe Yesu la. Nashukuru Bwana. Ninaona watu wameanza kuingia karibu. Niambie tu mahali upo. Ninataka tu nikutazame, nataka nikunene. Ninataka nifahamu fadhili zako. Nitaka nisieleze fadhili zako vile zilivyo. Nena na mioyo yetu Baba. Nataka nikakutazamie, nataka nikakueleze. Ninataka nikaone matendo yako yakitendeka kwa watu hawa. Yesu nena, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. In the mighty name of Jesus Christ. Ukuu wa Bwana ni wa ajabu wapendwa. Hakuna kama yeye. Ni jambo gani ambalo moyo wako siku ya leo unataka Bwana akakutendea? Anasema niite na nitaitika. Anaitika. Majira yote utakapomwita Bwana ataitika. Jambo lolote lile unalolitarajia kwa Bwana kulitenda, analitenda. Kwa kuwa yeye ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Ninataka leo tukazungumze kuhusu rafiki. Who is your friend? Rafiki yako ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninajua ninaweza nikakulisa rafiki na ukaniandikia watu wengi hapo kaniambia hawa ndio marafiki. Lakini utakapo utazama na kutaka kujua rafiki ule wa kweli, hawa watu wote wanaweza wakakuacha. Watu wa kisasa wanasema kukutema, wanakutema. Yani wanakuondokea. Unambaki upweke, unambaki peke yako. Lakini nimekuja nikuelezee kuhusu rafiki ambaye ni Yesu peke yake. Praise the Lord. Amen. Rafiki ambaye alitembea na Daudi mpaka Daudi akasema sijaona rafiki kama Yesu. Yes. Praise the Lord. Amen. Rafiki aliyetembea na watu wakuu mpaka wakafika mahali wakasema sijaiona rafiki kama Yesu. Daudi anasema kwamba mtoto wa mwenye haki hajaimuona akiwa ameachwa. Mwenye haki, huyo mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni yule mtu anatembea na rafiki yake ambaye ni Yesu peke yake. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Who is your friend? Ninajua ninaweza nikakulisa hivyo. Ukanieleza marafiki zako, wale watu wanakusaidia, wale watu nakana wao kwa nyumba, wale watu ambao unawatazamia kuwa ndio msaada wa karibu. Lakini nataka kukuambia hao marafiki ni kweli ni marafiki, lakini si marafiki wa kweli, si marafiki wa sawa, sio marafiki wanaweza wakakuondoa mahali fulani kwa majira fulani. Ni marafiki pengine wakati ule unajipaka lipstick wanakutazama na kuambia you are very smart, lakini wakati ule uko na kitu kimekushika kwa uso ama kitu ambacho kinanuka katika mgongo wako, hao watu hawezi wakaandamana na wewe, wanakukimbia, wanakuacha kabisa. Eti hao ndio marafiki wale tuko na wao siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Rafiki yako ni nani mchana wa leo?
Daudi akasema, rafiki yangu Yesu, sijaona mwingine naweza nikakufananisha na wewe. Daudi akasema, wakati ule moyo wangu ulikuwa na majeraha, hata ndugu zangu walinikimbia wakaniacha. Eti hao ndio marafiki wale wa sasa tuko na wao. Lakini rafiki Yesu hakuimwacha Daudi. Na ndio nimekuja nikwambie rafiki yangu mchana wa leo, licha ya kuwa mimi ni rafiki yako, lakini siwezi nikafika kiwango kile Yesu amefika katika maisha yako. Rafiki yako ni nani? Wengine wanaita marafiki, wanawaambia njoni niwaonyeshe kwangu. Unaingia na rafiki yako kwa nyumba, na baada ya ule rafiki kuondoka, ameenda kuanza kuomba kinyume, hata pengine ameenda kwa wachawi. Baada ya muda kidogo unaona mume wako amebadilika. Baada ya muda kidogo unaona kazi imeisha. Kama ni pesa ulikuwa nazo zimeanza kuisha, unaanza kubaki maskini kwa kuwa ulikaribisha rafiki. Huyu rafiki wa nyama, huyu rafiki anatazama na macho haya na kutazama nayo. Lakini rafiki Yesu akiingia katika maisha yako, anabadilisha situation, anabadilisha environment yako, anabadilisha vitu vyote vile vilikuwa vimeharibika, anazitengeneza, anaziweka katika njia ambayo ni sawa. Watu wakitazama wanaona, wanasema kweli, this is life. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Who is your friend? Who is your friend? Daudi anasema, sijawahi ona rafiki kama Yesu. Na mimi nimekuja nikwambie, mimi sijaona rafiki kama Yesu. Katika huduma sijaona rafiki kama Yesu. Unafikiria kuna watu katika safari hii ya huduma, unafikiri watu hawa wanakuombea, na kumbe kile wanachokuombea wanakuombea kinyume. Ukianzisha kitu kidogo tu hivi wanaanza kusema tutamuondokea tuone atadu nini. Wacha nikwambie, wewe si rafiki wa kweli. Rafiki aliyeanzisha kazi nzuri ndani yetu lazima ataikamilisha. Wewe rafiki wa macho haya, ninataka kukwambia kwamba marafiki sio kitu. Mtazamie rafiki Yesu, mweke katika kiti cha kwanza. Ndio hao marafiki wengine wanyama wakikuja, wakianza kukivinyilia rafiki ule wa kweli, Yesu anakuambia na hao marafiki jichunge na wao. Who is your friend? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Who is your friend? It doesn't matter anakupeanga nini. Haijalishi ni chaledi wa mstari wa kwanza pale kanisani. Haijalishi wewe ndio unahesabingi pesa, sadaka za madhabahu. Ninataka kukuambia mchungaji unayenitazama siku ya leo, hao washirika tu mnaoana kama marafiki, unawakimbilia wakati ule uko na shida. Ukiondoka kwao wanaanza kukusema na au mchungaji ni kuomba. Ninataka kukuambia rafiki yako, kabla hujaanza kuambia watu shida za kwako, mweleze rafiki yako Yesu. Rafiki yako Yesu ndio kila kitu, ndio final say katika safari hii ya imani. Amen. Praise the Lord. Amen. Who is your friend today? Ninaona mtu hapa ananiambia, mchungaji, nilikuwa na rafiki niliyempenda sana, niliyemthamini mpaka kumpeleka kwa boyfriend yangu, na nilipompeleka, oh my God, huyo rafiki alinichukulia boyfriend. Yes, kunaendanga hivyo dadangu. Usitarajie kitu kingine kwa huyo rafiki, kwa marafiki hawa tu. Afadhali uanzie kitu chako na Yesu peke yake. Afadhali kile kitu nacho kitazamia kiwe ni chako na Yesu. Ndio. Wacha nikutie moyo basi siku ya leo. Wacha nikwambie basi siku ya leo, kwa kuwa unanitazama na unaniambia. Marafiki wengine ni wakukula watu chini. Ndio hao marafiki wale tuko na wao siku ya leo. Ndio. Unafikiria mtu ni rafiki yako. Na ukiondoka ndio namba 1 kukusaambia. Ndio namba 1 kueleza watu wale wengine vile ulimwambia. Katika hiyo siri unasikia ni kana kwamba huna mtu mwingine wa kushare na yeye isipokuwa rafiki yako. Unasema wacha niende nikaongea na rafiki yangu, at least moyo wangu upone. Kumbe wakati umeenda kuongea na yeye ndipo amepata topic ya kwenda kukusambaza kule. Lakini wacha nikwambie, hata huyo rafiki sio kitu. Wacha kusambaza watu wajue shida za kwako. Lakini mtazamie Yesu, rafiki wa kweli. Njoo kwake, mwambie siku ya leo, watu wameniumiza moyo, watu wameniacha, watu wamenitenga. Ni wewe rafiki ya kweli. Uone vile rafiki wako wa kweli anaingililia katika maisha yako. Ni nani anakutazama zaidi? Ni nani akujua zaidi kuliko watu? Ni Yesu peke yake. Dada yangu, hivyo ndivyo kunaendanga.
Unachukua mtu ukifikiria ni rafiki, unampeleka kwa boyfriend yako ili akusaidie pengine kwa maombi, kwa sababu pengine mnapanga safari ya ndoa. Let me tell you, katika hii safari hakuna rafiki mwaminifu. Usipanue moyo wako, usifungue moyo wako kumpa mtu mawazo, kumpa ile agenda unayo mbele yako. Akusaidia nini? Hata kusaidia, hata ipomoa. Ingia katika magoti, mwambie Bwana, wewe ndio rafiki unayenitazama na kunielewa vizuri. Watu wale wengine wanaweza wakaniacha, na hivyo basi nimekuja nikueleze, nina haja ya ndoa. Nibariki na mume, uone akikubariki. Praise the Lord. Mwambie Bwana, nimekuja, ninaona wasichana ni wengi, wengine wako na sura nzuri, lakini hakuna mtu mmoja hata ninamuelewa. Ninataka nielewe jinsi atakavyofanya. Usiende kuambia rafiki yako, atakwambia enda nionyeshe yako kademu. Ukienda, what next? Hata kachukua, utabaki hivyo. Praise the Lord. Amen. Rafiki yako ni nani? Oh, yes, is your friend. Aha. In the book of Psalms 38 verse 11, Daudi anasema kitu cha ajabu hapa. Anasema hivi, wanipendao na rafiki zangu wanasimama mbali na pigo langu. Kwa hivyo wakati ule wa mapigo, wale watu tulikuwa tunaona kama ni marafiki, ndio wanasimamanga kando. Wanasema teka tuone. Wanasema wacha tuone. Si alikuwa anajiringa yeye ni tajiri. Si alikuwa anajiringa yeye ni mrembo. Si alikuwa anajiringa yeye ako na mume. Wacha tuone sasa kametupwa nje. My friend, Daudi anasema wale niliowaona kama ni marafiki ndio walikimbia wakasimama kando, waone pito langu, waone machozi yangu, wanichekelee, waseme ya kwamba mimi sina Mungu. Lakini wacha nikwambie dada yangu, wacha nikwambie ndugu yangu, mtazamie Yesu rafiki peke yake. Daudi anasema waliponidharau, waliponitesa, nilingeuka nikamtazamia Yesu. Yes. Who is your friend? Jesus. Uliza roho yako. Na huyu rafiki yangu mimi namwambianga mambo yangu. Na baada ya kumwambia yote yana backfire. Ni rafiki wa kweli kweli? Nataka kukuambia huyu si rafiki wa kweli. Hakuwa rafiki yako wakati ule mnakula chakula pamoja, wakati ule mnashia neno la Bwana pamoja, kwa sababu lazima tushie kwa pamoja. Lakini asikuwe rafiki wa kujua ile kitu kiko hapo moyoni mwako. Huyu ni destroyer, ni rafiki yes, lakini destroyer. It's your enemy number one. Let me tell you, it's your enemy number one. See, this my friend. Siwezi nikamtaja jina, dadangu ninakupenda sana for your security. Lakini nakwambia ukweli, rafiki yako anaweza akakutesa. Nimemwona rafiki akinitesa. Lakini let me tell you something my friend. Muaminie Jehova peke yake. Mupe haja hiyo haja. Unasikia nikana kwamba inakuchoma kila kuchao. Machozi yako unalia. Usitaki huyo rafiki akujue, hata afadhali basi uende mtu ambaye akujui. Ukamweleza kile kitu unapitia. Ndio. Wachungaji wengine kondoo wanakuja wanamwambia ile shida anapitia. Baada ya kumweleza, unasikia washirika wengine wakiongelelea kule. Yaani ulikuwa unafikiria uko na security enough. Unasikia washirika wengine, Jackie ndio mwanangu anajiringaringa hapa. Kumbe yeye ndio alipigwa jana na mume wake. Ni kwa sababu nilienda nikashia na mchungaji kama baba yangu. Nilienda nikashia na mchungaji kama mama yangu. Na huyu mchungaji anainuka anaanza kunisandia kwa washirika. Hapana. Yes. Turekebishe hata sisi wachungaji. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kondoo hao wanaletwa kwetu na Mungu ili tuwasaidie, ili tubebe mizigo yao, lakini si kwenda tukiwasambaza. Wacha tukuwe marafiki wale wa karibu, namba 1 akiwa Yesu mwenyewe. Hata kama tutakueleza, hakutanieleza ile haja iko ndani kabisa. Nieleze zile vitu naweza nikazipeleka mbele za Mungu kweli kama rafiki, lakini hujanipea ili nisambaze. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Who is your friend? I have come to tell you today, your friend is your enemy number 1. Oh yes. Mark that somewhere. Na ndio ujue ni ukweli. Angalia zile vitu zote ulikuwa umesipanga na ukaita rafiki yako kumwambia, unajua mwakani ninataka kuolewa. Mwakani nataka nizae mtoto. Mwakani nataka nifungue kazi. Mwakani nataka ninunue gari. Hizo vitu umesifanya? Your friend, it's your enemy number 1. Jua jinsi ya keep your secret. Keep your secret. Na ukampelekea Bwana. Daudi anasema walisimama mbali na pigo langu.
Naam. Karibu sangu. Oh yes. Wamesimama mbali. Dada yangu. Usifikirie ni wote watasimama karibu na wewe wakati wa pingo lako. Ndugu yangu, usifikirie hata hao washirika wataweza wakasimama karibu na wewe wakati wa pigo la kwako. Wengine wanatamani tu upatwe na kaskando kidogo tu hivi ili wakuandike hata kwa magazeti. Hata wengine wanatamani hata kukupeleka Radio Jambo. Uanze kusikianga ukipigiwa simu ni kama unapatanishwa na mtu. Unaanza kuambiwa mchungaji wewe ulienda ukaombea, mchungaji wewe ulienda ukafanya, wewe ni rafiki umefanya. Nini. Rafiki yako number 1 ni Jehova. Yes. Weka Mungu katika mstari wa kwanza. Who is your friend? Yes. Wengine wametudhalilisha katika safari hii. Tuliwatamani, tuliwapenda, tuliwafalisha, tuliwafanyia mema, lakini baada ya kufanya ule wema wote ndio walingeuka wakaenda kupigana nyuma. Hata mtu anaweza akachukua mume wako aketi na yeye aanze kumwambia mambaya yako. Na huyo ni mtu uliyempea unga njana akaenda kupika kwake. Huyo ni mtu ulikutana na yeye njana akiwa amefungua nyumba mchungaji, akiwa amefungua nyumba mshirika, akiwa amefungua nyumba rafiki, ukamtolea pesa ukampea akaenda kalipa ile nyumba, wanalala kwa amani na anakuja kukuharibia. Rafiki mwanadamu. Anangeukanga. Yes. Anangeuka kama mawimbi. Unaona sometimes kuna kani kama kunataka kunyesha. All of a sudden njoo inatua. Huyo rafiki anakaa hivyo. Rafiki. Yes. Who is your friend? Praise the Lord. Who is your friend? Who is your friend? Oh yes. Ningependa tu kujua rafiki yako ni nani. Nilipojua mtu ni wa kungeuka. Siongeangi undani wangu. Nilipojua rafiki ni ule mtu anangeuka, siwezi nikakufunulia moyo wangu. Daudi anasema walipojua pigo langu walisimama kando. Ni kumaanisha au watu unawaeleza success yako ndio wanasimama pale nje wakichochea hiyo success yako ikuwe failure. My friend, oh my God. Wengine wanasimama kando tena pale hadharani wakitangaza na kusema wacheni tuone venye atafanya. Ndio kalikuwa kanaenda kanajua kuomba sana. Wacha tuone venye katafanya. Mwambie Mungu wako angali anaishi. Utakapoachana na marafiki hawa na kumgeukia Bwana kumpa shida za kwako, shida za kwako zitatatuliwa mpendwa. Utakapoachana na mazungumzo ya watu hawa kawaida yes. Na kumnyenyekea Bwana na kumwambia nimekuja unisikize. Masikizo ya kwako yatakufikia yakiwa majibu ya karibu sana na haja moyo wako itajibika. Lakini ukienda mtu saa zote nimeteswa, nimepitia hii, let me tell you, hakuna mtu wako na jibu la kwako isipokuwa Mungu peke yake. Mpe Mungu mahitaji. Unasikia nikana kwamba anakuchoma choma. Yes. Mpe Bwana. Uone rafiki wa kweli. Yes. Oh my God. Rafiki. Who is your friend? Who is your friend? Oh yeah. Nilienda church moja by the way. Na nikashia historia fulani na mchungaji. Na hiyo Sunday nikaingia kama ajui kana kwamba nilikuwa naenda. Nilipata akihubiri hiyo kitu. Wachungaji na nyinyi, acheni kuumiza kondoo wa Bwana. Oh yes. Msikwenda daraja. Wacheni kukuwa daraja ya sisi kulia. Wacheni kuwa daraja watoto wa Bwana kulia. Wachungaji, mkipewa mahitaji ya watoto wa Mungu, bebeni mahitaji na wacheni kushia na washirika wale wengine, wacheni kupeleka kwa madhabahu. Hiyo issue ni ya kwangu, nimekuletea kama baba yangu, nimekuletea kama mkubwa uliko na authority katika ulimwengu wa rohoni. Kwa nini unapeleka haja yangu pale kwa madhabahu? Unaenda kwanza kunihubiri. Why? Unaita watu unawaambia kujeni, nimefukuzwa kwa sababu nimekosa mtoto, kwa sababu nimekosa nini, sababu nimeenda hivi. Unawaambia kujeni tuombe pamoja. Wanakushika mkono mnaomba, wakiondoka hapo wanaanza kusema sika alikuwa kanafikiria ndio mbingwa, ndio kanajua kuomba, ndio nini. Si basi tuone hiyo mali yake atakula na nani na nitasa. Wacha tuone hiyo urembo wake atapeleka wapi, ataishia kuwa malaya. Wacha nikuambie rafiki ni yule
kile kinywa cha rafiki yako kimejaa uovu na ndicho kimejaa number 1 kukuharibia maisha. Share your issue with God. Ndio anasema walisimama kando. Oh my God, ni kama anafanya hivi, ni kama upepo. Wakati ule ukana kitu ila wewe inakasamu unakuwa na thousands friends. Lakini wewe kaoke wa mondo wako. Jaribu tu siku dakika hata moja hivi utangaze kuwa nimeishiwa. Utakuwa unalala kwa nyumba yako usiku kucha, asubuhi yote, na hata simu ati vile wengine wana my friend where are you? My friend, utakuwa unaangalia hiyo simu mwezi unaisha na mwingine. Hakuna mtu hata anaweza akakuuliza uko happy. Na wengine zimekuwa mteja. Na hata ukijaribu hata wewe ana credit ndwingwa au ukijaribu kutuma please call hata unaona please call wacha kuita mpaka manjina. Kwa sababu gani? Walikuwa wanakutaka wakati ule ulikuwa na msaada kwao. Wakati ule ulikuwa unafanyia kitu ndicho walikuwa wanakutaka. Who is your friend? Your friend ni yule mtu anaweza akakufa na wewe au huyo mtu anaweza akakufa na wewe. Wakati ule uko na shida aseme this is my friend and I will die for this friend. Na that is Jesus Christ alone. Amebeba zote. Oh yes. Saa hii hukumiwa kufa. Watu wa kwenu utaona watu wakisema akitenda hilo mimi nilikuwa na yeye. Kweli. Kufa peke yako. Beba mzigo wako peke yako. Praise the Lord. Namshukuru Mungu wa mbingu ya tatu kwa kuwa yeye akikubeba amekubeba. Hataki kuangalia udhaifu wa kwako. Akiangalia haja ya moyo wako anaitimiza. Anakuambia mwanangu njoo utembea na mimi. Nishike mkono wangu na nikushike twende. Wakati ule watu wanakukejeli nyuma, anakupanguza, anakutengeneza. Anakuambia mwanangu endelea na safari kwa kuwa safari hii ni mimi nimeiandaa. Mwanadamu hana chochote kwako. Simama ukamtazamie Bwana. Wakati wako ni wako. Hata kama wamekukejeli, hata kama wamekutesa, hata kama uliwasaidia na wakakutoroka, simama uendelee na safari. Nimekuja kukuambia rafiki yako Yesu ako mlangoni. Anabisha na kuambia amka katika hiyo ngondoro ya mateso amka. Mwanaume miaka 38 kulikuwa na watu walikuwa wanasimama kando ya kile kizima lakini hawakuwa msaada. Walikuwa marafiki zake wakati ule alikuwa mzima, lakini wakati ule alianza kuteseka hakuna mtu alisimama katika kile kizima kumuingiza. Biblia inasema kwamba walikuwa wanaingia lakini hakukupatikana hata mmoja aliweza kumuokoa. Mpendwa, nimekuja nikuambia mchana wa leo Yesu peke yake, oh my God, Yesu peke yake ndio rafiki. Alipofika katika maisha ya yule mwanamume alibadilika. Hata kutaka kumuingiza katika maji. Yesu hataki kukuingiza katika maji. Yesu hataki maji formula. Anataka moyo wako mwambie tembea na mimi Kristo. Uone akitembea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni jambo gani unaona nikana kwamba haiwezekani? Nimekuja nikuambie rafiki yako Yesu peke yake ndio anaweza akasuluhisha. Ndio ako na solution ya hiyo hali. Ndio ako na solution ya hiyo ndoa. Ndio ako na solution ya mambo yote. Kwa kuwa mke wako anaweza akakuacha, mume wako uliokuona mwana kama kipenzi anaweza akakutoroka, watoto wako wakakungeuka na kuanza kukuita kichaa. Lakini let me tell you something. God our Father, Jehovah was a lot to do with your life. Anakutazamia siku ya leo. Anakuambia mwanangu simama tembea. Achilia hiyo ngondolo hata usibebe. Ni ngondolo ya mapeso achana nayo. Ni ngondolo ya mateso achana nayo. Hataki hata kutazama hiyo ngondolo ya kwako. Anataka kukuambia mwanangu nishikilie tu twende. Ninachokuja kukuambia mchana wa leo, mtazamie rafiki yako Yesu peke yake. Na utakapomtazamia mambo yako yatakuwa sawa. Praise the Lord. Amen. Thank you so much, man of God. Nimekuona umeingia ndani. Umekuwa msaada sana katika safari hii imani. Anakubariki. My daddy, oh my God. Ambia watu ule ukweli. Ambia watu ule ukweli. Na wakikueleza haja zao, baba yangu usiende kuwaeleza huko. Usiende kunena kwa madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Rafiki Yesu anaweza akabebe huduma. Unaona washirika hawajatoa rent walipe mahall. Wakitoka hapo wanaenda kwa wale my God. Thank you Lord. Wanaenda huko kuombewa miujiza. Na wamekuacha hapo lakini let me tell you something. Aliyekuita hakukusanyisha
hao marafiki awaambie nataka kuita huyu mtu. Yes. Mchungaji simama imara. Aha. Beba msalaba wa imani. Beba msalaba wa huduma. Songa mbele. Kwa kuwa rafiki Yesu aliyekuita. Si alikuita kama rafiki yake. Si wewe ni rafiki ya Yesu. Si wewe rafiki yako ni Mungu peke yake. Yeye ndiye anakujua vizuri. Tena hata tukakusifu, hata tukakuita majina mazuri, hata tukakutolea kwa mabambo, hata tukakufanyia nini. Rafiki yako anayekujua tena moyo wako anayeujua vizuri ni Yesu peke yake. Yes. Kwa hivyo rafiki, mungeuke. Mueleze vile unapigwa. Mueleze vile unateswa. Mueleze vile umeachwa. Mueleze vile rafiki yako amekufanyia. Uone venye atatenda. Praise the Lord. Amen. Kama mabibi wanaacha mabwana ama wanawatesa mpaka wanakataa kuwapea chakula. Kama mabwana wanaamuka wanabeba vitu wanaacha mabibi zao kwa nyumba na familia zao wanaenda huko. Kama rafiki yako anakuja na kuchukulia mume wako. Anakuja na kuchukulia mke wako. Ni nini hiyo hawezi akaharibu? Ni nini hiyo hawezi kama anaweza akaharibu ndoa iliyoshikanisha na Mungu? Kama mtu anakuja anaharibu relationship iko almost kukua familia moja. Ni nini huyo mtu hawezi akafanya? Sasa hata sumu anaweza kukuwekea kabisa. And it is your friend. No. Rafiki Yesu hawezi akabadilika. Mwimbaji akasema, nimempata siyebadilika. Yesu hawezi badilika. Akasema, wanadamu wanaweza badilika, lakini Yesu hawezi badilika. Haleluya. Rafiki yangu ni Yesu. Rafiki yako ni Yesu mpendwa. Tazamia Yesu kuwa rafiki yako wa karibu kuliko vitu vyote. Uone akitenda mambo makubwa. Yes. Haijalishi umepita nini. Mungeukie Yesu. Yes. Mungeukie Yesu. Anaweza peke yake. Isaya akatumwa kwa Ezekieli. Ndio. Hendo mwambia aandae nyumba yake. Kwa kuwa nafa. Lakini Ezekieli alikuwa anajua rafiki yake Yesu hawezi akakubali afe kwa sababu kuna vitu hajamaliza. Aliingia huko ukutani. Maandiko yanasema kwamba alipindua uso wake akaangalia ukutani. Hapo ukutani. Hapo ita marafiki zake waambie nikujeni ndugu zangu na nakufa niombeeni. Hapana. Alingeuka kwa kuwa alijua udhamana wake na rafiki yake Yesu. Alijua udhamana wake na urafiki wake